tunafanya kazi na shirika ya taasisi inaitwa Women Action on Equal Health and Legal Rights, tuko kule Mwanza. Moja ya shughuli ambazo tunafanya ni kushirikiana na jamii katika kuongeza uelewa juu ya haki zao, lakini pia kuweza kushiriki katika nafasi mbalimbali na kupata usawa katika umiliki wa rasilimali, hasa kwenye uwekezaji mkubwa na mdogo. Katika mkutano kikao hiki ambacho tulikuwa nacho leo, sisi kama wawakilishi wa wachimbaji wadogo tumepata fursa kubwa ya kuweza kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wa serikali na taasisi nyinginezo kuhusiana na umuhimu wa kuhusisha sekta ya uchimbaji mdogo katika swala zima uhakiki wa lazima wa haki na mazingira. Sawa. Katika kikao hiki cha leo ambacho tumewaleta wadau mbalimbali katika kujadili sera ya uhakiki wa lazima wa haki za binadamu na mazingira, tumepata fursa ya kuonyesha kwamba ni kwa umuhimu gani sekta ya wachimbaji wadogo ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa katika ongezeko la taifa, lakini pia katika kuleta ajira kwa wafanyakazi wengi. Tunaona sekta hii japokuwa kwamba haiko rasmi, haijarasimishwa, lakini bado kuna fursa mbalimbali. Ukiangalia namna ambavyo inaweza kuangaliwa na kuhusishwa. Tumeona kuna uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo haki za watoto ambao wanahusika katika uchimbaji mdogo. Tumeona kuna uharibifu wa mazingira, utumiaji wa kemikali ambazo zinaathiri mimea na maisha ya watu, lakini pia tumeona kuna uelewa mdogo kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na utunzaji wa mazingira, hasa kwa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo tunaona kabisa ni wakati muafaka kwa serikali yetu wanapokuja katika kutengeneza sera hii kuwahusisha wachimbaji wadogo ili kuweza kupata mawazo yao na kutengeneza sera ambayo itajumuisha yale mahitaji yao muhimu ili kuleta ujumuishi wa pamoja, kwa sababu wao pia wanachangia kwa kiwango kikubwa ambacho kinachangia katika uharibifu wa mazingira na uvunjaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo kwetu sisi tunashukuru serikali imesikia maoni yetu na tumepata fursa ya kuendelea kuwasiliana nao na kuleta pia maoni yetu katika maandiko yajayo katika plani yetu. Asante. Au tunasema ni National Coordinator wa shirika la PRISEP. PRISEP ni kifupi cha shirika ambayo inamaanisha ni Private Security Gender and Human Rights Platform. Sisi tumejikita zaidi na makampuni binafsi ya ulinzi na tunaangalia sana upande wa haki za binadamu pamoja na masuala ya kijinsia. Na kulingana na hili swala ambalo tulikuwa tunajadili leo la masuala ya mandatory human rights due diligence, ni kwamba katika hii sekta ni moja kati ya sekta ambayo ina mchango mkubwa sana nchini, kwa sababu inachangia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha ulinzi wa nchi. Kwa sababu private security ni moja kati, japokuwa sio jeshi la serikali moja kwa moja, lakini hao husaidia katika ulinzi katika sekta mbalimbali na hasa katika mabenki, sehemu za parking na kadhalika. Hivyo hulinda mali za watu binafsi, lakini pia na hata upande mwingine ni mali zetu binafsi, lakini hata biashara. Licha ya kuwepo umuhimu huo, umekuwa na changamoto hususan katika upande wa sheria. Hadi hivi leo hakujakuwa na sheria rasmi ambayo inatekelezeka, ingawa serikali bado iko kwenye utaratibu wa kuandaa sheria hii ambayo inalinda sekta hii. Sekta inapata changamoto kutokana na waajiriwa wengi katika sekta hii ni wale ambao hawajapata elimu rasmi, au wengi wao tunaweza tukasema ni wale ambao ni elimu ya kuanzia darasa la 7 na form 4, ambapo inapelekea kuwa na changamoto kwenye uelewa wa haki zao kwa ujumla. Kwa hiyo inapelekea kuwepo kwa changamoto kama kukosa mikataba, wengi wanajilika kama vibarua, lakini pia hata swala la GBV, ukatili wa kijinsia huwa linajitokeza katika maeneo ya kazi, kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo sehemu za kubadilishia mavazi hasa walinzi wa kike wanashia na walinzi wa kiume, ambapo hiyo inatakiwa kwamba kila sehemu iwe na sehemu yake ya kubadilishia. Lakini pia swala la mishahara, kuna wengine kutokana wanajilika kama ni vibarua, inapelekea kulipwa mishahara ambayo ni midogo na isiyokidhi mahitaji yao ya kila siku. Na swala hili linatengeneza mianya ya uwepo wa rushwa. Kutokana na kuwepo kwa mshahara mdogo, hivi watu wanaweza kupokea rushwa aidha kutoka kwa wakubwa wao wa kazi au kule ambapo wanaweza kushawishiwa na watu basi, hivyo ikahatarisha hata ulinzi. Kwa hiyo kutokana na hapa tunaongelea masuala ya kuwepo kwa huu mwongozo ambao utasaidia kuwa na sheria au taratibu wa kuweza kuhakikisha makampuni yanalinda haki
haki za watu kwa ujumla, ikiwemo waajiriwa na wananchi. Naamini itakuwa ni sehemu ya kuweza kuchangia au kuleta chachu na tija ya sekta, hasa katika kuhakikisha kwamba ulinzi na haki za watu wanaofanya katika sekta hii zinaheshimika na wao wanaweza wakafurahia uwepo wa ajira katika eneo hili ambalo linaajiri sana, ambao wanaweza wakawa wamekosa fursa ya kuajirika katika sekta nyingine rasmi, lakini wakaajirika katika sekta hii ya ulinzi ambao wenyewe wanatajirika kama rasmi. Naitwa Maria Matui, nafanya kazi na shirika la Women Action Towards Economic Development WATED, na leo tumepata bahati ya kukutana na wenzetu wadau mbalimbali kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini pia na wawakilishi mbalimbali kutoka idara na sekta za serikali ambazo wameweza kuwa na sisi. Katika makutaniko yetu ya leo sana ilikuwa ni kuweza kuzungumza kwa ujumla juu ya uhakiki wa lazima wa haki za binadamu na mazingira. Kwa nini labda tumeona hii ni fursa na ni nafasi kwetu? Kutokana na uongezefu wa maendeleo duniani kote na Tanzania haswa, kuna haki za msingi sana ambazo zinatakiwa kusimamiwa, kulindwa na kutetewa pia. Na tunatambua juhudi mbalimbali ambazo tayari zipo ndani ya nchi yetu, lakini pia hizi ni juhudi za wananchi wenyewe, mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali yenyewe, lakini na hata upande wa wenzetu wa private sector. Ila ambacho bado tunajaribu na tunatamani kiweze kukiangazia na kinatokea ni jinsi gani hizi haki zinasimamiwa, hizi haki ambazo ziko tayari kimfumo na kimkakati zaidi, jinsi ambazo zinaweza kumfikia yule mlaji wa mwisho kwa sauti yake akiwa kama mlengwa muhusika. Naitwa Haruna Mustafa Matata, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo nimehudhuria leo kwenye semina hii hapa ambayo imeandaliwa na watu wa WATED kwa ajili ya kuona mambo ya masuala ya haki za binadamu na mazingira. Katika kuwasilisha kwangu, Wizara ya Katiba na Sheria ina mpango ambao unaendelea nao pia wa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kwa kutoa msaada wa kisheria, ambapo kampeni hii imeanza mwaka jana 2023 Aprili na inaendelea mpaka 2025 na itakuwa endelevu baada ya hapo. Natoa rai kwa wananchi ambao ni wachimbaji wadogo wenye leseni na hawana kipato, watafute namna bora ya kuweza kupata kipato ili waweze kuwa wachimbaji kwenye hizo leseni ambazo wanazimiliki, na wasiingie tamaa ya kufanya makubaliano na watu wengine au wawekezaji wengine bila kuwa na wanasheria na kuandalia mikataba ambayo itawalinda wao, maslahi yao pamoja na kipato chao. Kuna baadhi ya wananchi wameweza kuingia mikataba ya kimdomo na watu ambao wanawapa fedha, wao wana leseni, wale wanatoa fedha kwa ajili ya uendeshaji, lakini muda ukifika wa jambo hili linapoweza kupata mgogoro, wanajikuta wanakuwa kwenye matatizo sana. Kwa rai yangu ni kwamba hawa wananchi ambao ni Watanzania na wana leseni za uchimbaji mdogo katika maeneo ya kama Geita na sehemu zinginezo, wawe wanatafuta wanasheria na kupewa huduma za uandaji wa mikataba na usimamizi wa mikataba yao kwa ujumla.